Lengo la kukutana leo ni kuwapa taarifa juu ya maadhimisho ya siku ya kitaifa ya usalama na afya mahala pa kazi ambayo kila mwaka huadhimishwa tarehe 28 Aprili, na katika nchi yetu safari hii tunakwenda kuyaadhimisha kule Singida. Ningependa kuwakumbusha ndugu waandishi wa habari kuwa siku ya usalama wa afya mahala pa kazi ina historia yake, na historia hii imeanza katika harakati ambazo ilipofika mwaka 1996 shirikisho la vyama vya wafanyakazi duniani huko New York, Marekani, chini ya ufadhili wa vyama vya maendeleo endelevu duniani waliadhimisha kwa mara ya kwanza siku hii. Na siku hii ilipoadhimishwa mara ya kwanza huko New York mwaka 1996 ilikuwa na watu wachache, katika maana vyama vile ambavyo vilikuwa katika eneo hilo. Lakini ilipofika mwaka 2001 shirika la kazi duniani yani ILO liliungana na wafanyakazi yao katika kuadhimisha siku hiyo. Mwaka 2003 kwa mara ya kwanza shirika la kazi duniani liliona kuwa ni busara kubadilisha madhumuni ya siku hiyo. Baada ya kukutana na kuwasha mishumaa, ambapo mwanzo watu walikuwa wanawasha mishumaa katika ishara ya kukumbuka na kuenzi madhumuni makubwa ya siku hiyo, sasa ILO wakaamua kwamba jambo hili lisiwe tu tunawasha mishumaa, lakini liwe kuwakumbuka wafanyakazi waliopata madhara kazini, na shirika liliamua kuifanya siku hii kuwa siku maalum kwa ajili ya kuendesha kampeni ya kuzuia ajali na magonjwa yanayotokana na kazi, na kuita siku hii kuwa siku ya usalama na afya mahala pa kazi. Ndugu waandishi wa habari, naomba sasa niongee kuhusu siku hiyo ya siku ya usalama mahala pa kazi Tanzania. Hapa nchini siku hii ilianza kwa mara ya kwanza kuadhimishwa mwaka 2004. Tangu wakati huo tumekuwa tukiadhimisha siku hii kila mwaka, ambapo mwaka 2000 kila mwaka, na tunapokwenda kuadhimisha mwaka huu itakuwa ni mara yetu ya 21. Maadhimisho haya yamekuwa kiratibiwa na serikali kupitia taasisi yake ya OSHA kwa kushirikisha wadau wa utatu, yaani shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA, na ndio maana mnaona wako hapa, lakini pia chama cha waajiri ATE ambao nao pia wako katika eneo hili, tukishirikiana pia na ofisi ya shirikisho la kazi duniani yani ILO kanda ya Afrika Mashariki. Mwaka huu maadhimisho haya yatafanyika kitaifa mkoani Singida. Lengo kuu la maadhimisho hayo ni kuendeleza kampeni ya kuhamasisha na uwekezaji wa mazingira salama katika mahala pa kazi. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwafahamisha kuwa maadhimisho haya mwaka huu ni ya kimataifa, na sisi kama wanachama wa shirika la kazi duniani ni wajibu wetu pia kufuatana na maelekezo au kauli mbiu ambazo zitatolewa na wenzetu wa shirika la kazi duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema nafasi ya akili mnemba na teknolojia ya kidigitali katika mapinduzi ya usalama na afya mahala pa kazi, yani revolutionizing health and safety, the role of AI and digitalization at work. Ndugu waandishi wa habari, kauli mbiu ya mwaka huu imelenga kuhamasisha na kuwakumbusha waajiri kwamba waajiri kuanza kujiandaa kutumia akili mnemba kwa ajili ya uzalishaji na utoaji huduma bora. Matumizi ya akili mnemba yani AI na teknolojia ya kidigitali kazini ni eneo ambalo limebadilisha kwa kazi sana mazingira na uwezeshaji mahala pa kazi. Teknolojia imeleta mabadiliko chanya sehemu nyingi, japo yako baadhi ya maeneo kuna changamoto zake. Kupitia kongamano au kupitia siku hii, wadau watapata nafasi ya kujadili pande zote mbili za shilingi ili kuweza kujua ni nini kinafanyika na kipi kiboreshwe ili kuweza kuendelea mambo mazuri. Ndugu waandishi wa habari, matumizi ya robot na mifumo ya kidigitali sasa hufanya kazi hatarishi ambazo zamani zilifanywa na binadamu, hivyo kuepusha wafanyakazi na ajali. Sensori za kisasa husaidia kugundua hatari kama vile gesi hatari au moto mapema zaidi kuliko binadamu, na teknolojia ya mtandao huwezesha wafanyakazi kujifunza bila kuondoka kazini au kusafiri kwenda mafunzo. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na faida ya matumizi ya akili mnemba, bado kuna changamoto kadhaa zinazoweza kujitokeza wakati wa matumizi ya mashine zinazotumia akili mnemba. Baadhi ya changamoto hizo ni kama vile mashine na roboti kuchukua nafasi za wafanyakazi kumesababisha hofu na ukosefu wa kazi.
hasa kwa kazi zinazohitaji ujuzi mkubwa. Matumizi ya teknolojia ambayo bado hayajaeleweka vizuri kwa wafanyakazi inaweza kusababisha tatizo la kisaikolojia ikitokea hitilafu ya kimtandao au mfumo. Shughuli nyingi zinaweza kuathirika na mfumo wa kidigitali unaweza kuvamiwa na taarifa za wafanyakazi au kampuni kuvuja. Ndugu waandishi wa habari, ni vizuri pia kutambua kuwa matumizi ya akili mnemba na teknolojia hayamaanishi kupoteza kwa ajira zote, bali yanaleta mabadiliko katika aina za ajira. Matumizi ya teknolojia hayo yanaleta ongezeko la mahitaji ya wataalamu wa teknolojia, mafundi wa mitambo ya kisasa na usimamizi wa taarifa na mifumo ya akili mnemba. Hata hivyo, hii inahitaji mipango ya mafunzo na kujenga uwezo mpya kwa wafanyakazi wa sasa na wa baadaye. Napoelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya usalama na afya mahala pa kazi tarehe 28 Aprili mwaka huu, serikali kwa kushirikiana na wadau wetu wa utatu tunaendesha kampeni maalum ya kuhamasisha kupitia shughuli mbalimbali. Mafunzo ya usalama wa afya miongoni mwa makundi mbalimbali yakiwemo wajasiriamali wadogo, watu wenye ulemavu na watu wenye ulemavu. Kampeni hii tumekuwa tukifanya kwa lengo la kuwafikia makundi yote, hususan maeneo au makundi ambayo bado mwamko wa masuala ya usalama mahala pa kazi yapo chini kidogo. Maonyesho ya usalama na afya mahala pa kazi ambayo yanawakutanisha wamiliki au wasimamizi wa sehemu za kazi na wadau wengine ili kutoa elimu kwa umma na kubadilishana uzoefu miongoni mwao juu ya masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Maonyesho haya yanatarajia kufanyika kwenye viwanja vya maonyesho vya Mandewa, Singida. Ndugu waandishi wa habari, pia tutakuwa na bonanza la michezo mbalimbali kwa washiriki wa maonyesho na wananchi kwa jumla. Pia kuandaa na kutoa tuzo ya kuyatambua maeneo ya kazi yanayotekelezwa vyema sheria namba 5 ya usalama na afya mahala pa kazi. Tuzo hizo zitatolewa kwa maeneo ya kazi ambayo yatatekeleza vyema masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Pia tutakuwa na kliniki ya uchunguzi wa afya za wafanyakazi kwa magonjwa yasiyoambukizwa kama vile kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo pamoja na magonjwa yanayotokana na kazi, afya ya akili, magonjwa ya kina mama kama saratani, lakini pia ugonjwa wa macho. Hivyo nitumie fursa hii kuwaalika wananchi wote wa mkoa wa Singida na mikoa jirani kutumia fursa hii kuja kukutana na wataalamu mbalimbali wa magonjwa hayo ili pia waweze kupata huduma zile ambazo zitakuwa zinapatikana katika eneo hilo. Lakini pia kuhamasisha wafanyakazi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini kujumuika katika siku ya kilele ili kutafakari juu ya hali ya usalama mahala pa kazi pamoja na kuwakumbusha wafanyakazi walioumia ama kupoteza maisha wakiwa wanatekeleza majukumu yao. Ndugu waandishi wa habari, katika nyanja ya usalama mahala pa kazi, teknolojia imepunguza hatari za moja kwa moja kwa wafanyakazi, lakini imeongeza vihatarishi vipya. Kwa vile uchovu wa akili, matatizo ya macho, matatizo ya kiafya yanahusiana na kukaa kwa muda mrefu, nayo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuangaliwa kwa hitaji. Tunataka tuhakikishe kuwa matumizi ya teknolojia hizi yanaambatana na kuwalinda wafanyakazi hao. Ndugu waandishi wa habari, usimamizi wa usalama mahala pa kazi ni kampeni ya malengo endelevu namba 8.8 ambayo yanasisitiza kuwa ifikapo mwaka 2025 dunia iwe imemaliza tatizo la ajira ya watoto, utumwa wa kisiasa, biashara haramu za watu, na ili ifikapo mwaka 2030 tuweze kulinda haki za wafanyakazi na kuhakikisha usalama na mazingira salama mahala pa kazi. Ili kufanikisha malengo hayo, hatuna budi kuwa utamaduni wa kuzuia magonjwa na vifo sehemu za kazi na kuzingatia sheria ya afya na usalama ili kulinda nguvu ya kazi na kizazi kijacho ni lazima iwe vya vipaumbele vya juu. Ndugu waandishi wa habari, sambamba na usimamizi wa afya mahala pa kazi, bado niendelee kuwahimiza waajiri nchini kuendelea kufanya usajili sehemu za kazi. Kuendelea kufanya usajili wa sehemu zao za kazi. Lengo la kusajili maeneo ya kazi ili tuweze kuyatambua na hivyo kuendelea kuyasimamia na kuwapa miongozo muhimu itakayowezesha kuboresha mazingira ya kazi nchini. Hivyo, kupitia maadhimisho haya, tunapenda kutoa wito kwa waajiri wote kuhakikisha kwamba wanasajili maeneo yao ya kazi OSHA pamoja na kuendelea kutekeleza taratibu mbalimbali za kiusalama na afya kwa mujibu wa sheria namba 5 ya usalama na afya mahala pa kazi ya mwaka 2003. Sasa hivi usajili umerahisishwa zaidi.
Unaweza jisajili na OSHA ukiwa mahali popote bila kufunga safari kwenda ofisi za OSHA kwa kupitia mtandao wa Workplace Information Management System, yani WIMS, ambao umewezesha sana jambo hili kuwa jepesi. Ndugu waandishi wa habari, moja ya majukumu ya ofisi yetu ni kulinda afya na usalama wa wafanyakazi wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao kila siku. Kwani kanuni bora za usalama na afya zisipozingatiwa mahala pa kazi, unaweza kusababisha matukio ya ajali zitakazosababisha ulemavu wa kudumu, magonjwa na vifo kwa wafanyakazi, hata uharibifu wa mali pia. Mathalan, kwa mujibu wa makadirio ya shirika la kazi duniani ILO na shirika la afya duniani WHO ya mwaka 2023, takribani wafanyakazi milioni 2.93 hufariki kila mwaka kutokana na ajali na magonjwa yanayohusiana na mahala pa kazi. Idadi hii imeongezeka zaidi ya mara 5 ukilinganisha na ile taarifa ya mwaka 2015 ambayo inaonyesha kuwa mazingira ya kazi yameendelea kuwa chanzo kikubwa cha hatari za afya kwa wafanyakazi. Kati ya vifo hivyo, takribani vifo milioni 2.6 inatokana na magonjwa yanayohusiana na kazi, huku ajali za kazini zikisababisha vifo 330,000 kila mwaka. Magonjwa yanayochangia idadi kubwa ya vifo hivyo ni pamoja na magonjwa ya mzunguko wa damu, saratani, magonjwa ya mfumo wa upumuaji ambayo yanahusiana moja kwa moja na mazingira hatarishi ya kazi. Nchi yetu pia tumeendelea kupata haya matukio ya ajali na vifo sehemu za kazi. Kwa mfano, mwaka 2019 hadi Juni 2021, Tanzania ilirekodi ajali 4993, ambapo sekta ya viwanda na uzalishaji iliongoza kwa idadi kubwa ya matukio. Katika kipindi hicho, wafanyakazi 249 walipata magonjwa yanayohusiana na kazi na ajali zikiwa 217 zilizosababisha vifo. Takwimu hizi zinaonyesha athari kubwa ya kutokuwa na mazingira salama sehemu kazini. Zaidi ya hayo, fidia za waathirika wa ajali kazini imekuwa mzigo mkubwa sana kifedha. Hadi kufika mwaka 2023, fidia zilizotolewa zimefikia shilingi bilioni 27.93 ikilinganishwa na shilingi bilioni 13.19 katika kipindi kilichoishia Juni mwaka 2021. Ongezeko hili linaonyesha gharama kubwa zinazobebwa na waajiri na serikali kutokana na ajali kazini. Takwimu hizi zinadhihirisha kuwa kuwekeza katika usalama na afya mahala pa kazi zinaweza kusababisha hasara kubwa zaidi, sio tu kwa maisha ya wafanyakazi, bali pia gharama za kifedha kwa waajiri na taifa kwa jumla. Kwa muhimu wa waajiri kuelewa kuwa kuboresha mazingira ya kazi si gharama ya ziada, bali ni uwekezaji unaoleta faida na kuongeza tija, pia kupunguza gharama za fidia na kulinda maisha ya wafanyakazi wao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua umuhimu wa kulinda nguvu kazi, na kupitia taasisi yake ya OSHA, serikali imeendelea kusimamia na kuratibu utekelezaji wa sheria namba 5 ya afya na usalama mahala pa kazi ya mwaka 2003 na kushirikiana na wadau kama ambavyo mnawaona leo. Lengo ni kuhakikisha kwamba maeneo yote ya kazi nchini yanakuwa na mifumo madhubuti ya kuwakinga wafanyakazi dhidi ya ajali na magonjwa yanayotokana na kazi. Ndugu waandishi wa habari, kwa kuhitimisha, napenda kutumia fursa hii kuwaalika wamiliki wa sehemu za kazi, waajiri, wafanyakazi na wananchi wote kwa jumla kushiriki kikamilifu katika shughuli zote zinazohusika na maadhimisho ya siku ya kimataifa ya usalama na afya mahala pa kazi, na pia siku ya kilele ambapo tarehe Aprili 28, ambapo tutajumuika pamoja na kutafakari hali ya usalama mahala pa kazi nchini kwetu. Pia tunaomba wananchi mjitokeze kwa wingi katika uwanja wa maonyesho wa Mandewa, Singida, ambapo maadhimisho tajwa yanatarajiwa kufanyika. Aidha, ni waombe wadau wote, hususa vyombo vya habari, kusaidia katika kufanikisha kampeni hii ya kutoa elimu na kuhamasisha uzingatiaji wa kanuni bora za usalama na afya mahala pa kazi, ili kuwezesha shughuli za uzalishaji kufanyika katika hali ya usalama na afya, ambapo taifa litafaidika na tija kubwa itapatikana katika uzalishaji kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Ndugu waandishi wa habari, nimaliza taarifa yangu kwa kuwashukuru sana viongozi wakuu wa nchi yetu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuongoza taifa letu kwa weledi mkubwa, lakini pia katika kipindi chake tumeshuhudia mafanikio makubwa yaliyopatikana, ambapo pamoja na kuimarika kwa masuala ya afya na usalama mahala pa kazi, lakini mazingira bora ya uwezeshaji yamewekwa. Nyinyi mtakuwa mashuhuda katika maadhimisho ya Mei Mosi ya mwaka juzi mkoani Morogoro. Alitamka kuwa serikali itaendelea kuiwezesha OSHA ili iweze kuendelea kuwahudumia Watanzania hususan wafanyakazi, na tayari amekwisha fanya hayo kwa vitendo. Tumepata vifaa kama magari, lakini pia watumishi wameongezeka. Pia nataka nimshukuru Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa miongoni mwa wanaotupa maelekezo na utekelezaji wa majukumu yetu katika ofisi yetu ya OSHA. Pia nataka niwashukuru wadau wa utatu: serikali, vyama vya wafanyakazi na waajiri kwa kutekeleza sheria ya kazi nchini. Na mwisho lakini sio mwisho kwa umuhimu, nataka niwapongeze wafanyakazi na watendaji wa OSHA kwa kutekeleza vizuri majukumu yao. Ni wajibu wetu kuendelea kufanya kazi kwa ari, juhudi, ubunifu, kujituma, huku tukiongozwa na uzalendo. Wajibu wetu mkubwa ni kuwahudumia wananchi ambao wanategemea kuweza kupata huduma bora kutoka kwetu. Kwenye taarifa ambayo ameitoa Mheshimiwa Waziri, mmeona kwamba imesisitizwa sana suala la usajili. Sisi tunasema ni kusajili eneo la kazi. Kwa nini tunasajili eneo la kazi? Tunasajili eneo la kazi ili tuweze kukutambua, tuweze kukufikia, lakini eneo la kazi ni sehemu ambayo kutakuwa na wafanyakazi, si ndio? Sasa unaposajili eneo lako la kwanza tunataka tujue utaajiri wafanyakazi wangapi, na utatengeneza kihatarishi gani, na una njia gani mbadala au una njia gani za kuhakikisha kwamba wafanyakazi katika hilo eneo hawapati athari hizo. Hiyo ndio essence ya kusajili. Tukutambue, tukufikie, tukukague, tukushauri namna gani ya kulinda ule uwekezaji, lakini namna gani ya kulinda ile nguvu kazi ambayo inafanya kazi katika hilo eneo. Kwa hiyo hilo ndio swala ambalo linahusu kujisajili, na kujisajili ni eneo lolote lile ambalo lina mwajiri. Yaani eneo lolote la kazi ambalo kuna mfanyakazi na kuna mwajiri, lazima ile eneo lisajiliwe. Na lile eneo lisiposajiliwa ni kosa kisheria. Sheria namba 5 ya mwaka 2003, vifungu vyake vyote 110, usipotekeleza hata kimoja ni kosa la jinai. Kwa hiyo kuna adhabu kama alivyosema Mheshimiwa Waziri kwamba tunapokwenda kukagua tukakuta kwamba hujasajili eneo lako la kazi, kuna adhabu ya papo kwa papo. Lakini ukiwa wewe ni mkaidi, maana yake tunakupeleka mahakamani. Tutakupeleka mahakamani, lakini tunachotangulia zaidi ni kukupa elimu ya umuhimu wa kujisajili. Na kama mlivyoona hapa, masuala haya ni kwa utatu, kwamba kuna mwajiri, kuna mwajiriwa, lakini kuna serikali iko katikati. Kikubwa kinachotakiwa hapa ni kutoa elimu. Na ndio maana hata nyinyi leo tumewaita hapa waandishi wa habari, vinginevyo labda tungeita tu mtu mmoja au tungekaa tu sisi wenyewe tukaituma. Lakini hii ni sehemu pia ya kutoa elimu kwamba kuna mtu leo atasikia, atasema kumbe kujisajili ni muhimu. Na kumbe nikijisajili nitakaguliwa, nitashauriwa kuhakikisha kwamba uwekezaji wangu unakuwa salama, lakini watu ambao nawaajiri pia wanakuwa salama. Eneo la kazi kama haliko salama, unatengeneza kwanza, kama tulisema, unatengeneza migogoro isiyokuwa ya lazima, kwa sababu mwenye haki yake atakuwa anadai. Na ndio chimbuko la hata hii siku ya usalama na afya mahala pa kazi. Wafanyakazi waliandamana kudai mazingira bora sehemu za kazi. Kwa hiyo sio kitu ambacho sisi tungekipenda kwenye nchi yetu kije kitokee kuleta malalamiko kwamba wafanyakazi wanadai, lakini serikali imebeba hilo jukumu kuhakikisha kwamba sisi tunakagua ili wafanyakazi wawe na mazingira bora. Kwa hiyo kujisajili ni kitu muhimu mno na ni kitu cha lazima, na kimeainishwa kwa mujibu wa sheria. Na nyie mmeajiriwa, mhakikishe kwamba waajiri wenu nao wamejisajili. Si mmeshajua? Pale Mwananchi pale TSN kajisajili. Wanaotoka sijui Daily News, wanaotoka Daily News ndio TSN. Nipashe amejisajili, amekaguliwa, ana comply na sheria ili sasa iweze kukulinda wewe mfanyakazi.
kwa sababu usipojisajili hatutaweza kukufikia, hatutajua. Lakini sisi tunataka nyie mpate hii elimu ili muone umuhimu wa kujisajili na muweze katika vikao vyenu vya ndani kushauri zile management kwamba ni muhimu mkakaguliwa ili muweze kushauriwa. Kwa hiyo hili la usajili nimeona nilidadavue kwa urefu kidogo, kwa sababu ndio mlango wetu unakoanzia na ndio mahusiano yetu na sehemu za kazi zinapoanzia. Kuna hili la pili ambalo mnasema kuhusiana na ukaguzi, maeneo ambayo tumeyakagua. Ulikuwa unataka data in terms of number? Tutakupa data ambazo tumefikia maeneo na kwa kipindi kipi. Na sasa hivi tunazungumzia miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Kwa hiyo data tutakazo wapeni, tutawapa data za miaka 4 kujua zile activities zote ambazo sisi tumefanya, kwa sababu ukaguzi ni function moja, lakini kuna kupima afya, kuna kufikia maeneo, kuna kutoa mafunzo, kuna vitu vingi sana ambavyo tumefanya katika hichi kipindi. Kwa hiyo tutaombeni pia tuwape hii taarifa ili muweze kutengeneza taarifa nzuri ya sio aspect moja ya ukaguzi, lakini function nzima ya OSHA, nini tunafanya na nini tumefanya na mafanikio gani ambayo tumeyapata. Kuna suala la sekta binafsi kwamba mara nyingi sana hawazingatii. Ni kweli, naweza kusema kwamba ni kweli au siutaki kusema si kweli, lakini ninachotaka kusema ni kwamba maendeleo ni process. Yani improvement is a process. Kwa hiyo sisi sekta binafsi huwa tunaiangalia sana. Na kama unasikia hata kilio wakati mwingine cha wadau ni kwamba kwa nini mnatuangalia sisi sekta binafsi, mmesahau sekta ya umma. Kwa sababu kwanza sekta binafsi ndio ambayo inachukua wafanyakazi wengi, ndio inaajiri watu wengi, na ndio ambayo haina mifumo yake ni ile ambayo lazima wapate maelekezo, kwa sababu wale ni wawekezaji, wao wanaangalia faida. Kwa hiyo lazima tuweke nguvu kubwa sana katika sekta binafsi kuhakikisha kwamba wafanyakazi ambao wako katika zile shughuli za kiuchumi wanakuwa salama. Na tunawafikiaje? Ni kwa kuwafikia, kuwakagua. Na data ambazo nitazitoa za ukaguzi mtaziona namna gani ambavyo tumefikia sekta binafsi. Na mkiona utulivu hivi, amuone wafanyakazi wanapiga kelele, mjue OSHA tuko kazini. Vinginevyo hao watu tungekutana nao kama jinsi ambavyo historia hii inasema. Tunaifikia sekta binafsi, na sekta binafsi mojawapo, najua utauliza mbona sisi wanahabari hamtaki kutufikia. Sisi tumefanya kampeni nadhani kwa muda wa miaka 2 mfululizo kukagua vyombo vya habari. Tena kukagua kabisa intensively, kuingia kuhakikisha kwamba tunakagua mazingira ya kazi na kuwashauri. Na tumepima mpaka afya kuhakikisha kwamba wafanyakazi ambao wako katika vyombo vya habari nao wanakuwa salama. Lakini tumefanya mafunzo mbalimbali kupitia jukwaa lenu la wahariri. Tulifanya mafunzo hapa Dodoma, tulifanya mafunzo Dar es Salaam, tulifanya kama mara 3-4 tumefanya mafunzo, na bado hiyo ni program ambayo ni endelevu ya kuhakikisha kwamba sekta hii ambayo ni muhimu. Mimi huwa naamini kwamba sekta ya waandishi wa habari ndio macho na masikio na midomo ya kusema kwamba nini serikali inafanya au nini tunafanya. Mkisema nyinyi kwa kutumia kalamu yenu pia mkiandika, basi wengi inawafikia. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumewekeza, na ni eneo ambalo tutaendelea kuwekeza, na ni eneo ambalo program zake ni endelevu. Tutaendelea kuyafikia makundi mbalimbali. Na dada, nadhani unakumbuka tulishafanya hizo training mara nyingi, tumekutana. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu. Masuala ya usalama na afya ni masuala ya kujenga utamaduni. Kwa hiyo huwezi kutumia tu nguvu au kutumia tu sheria. Ni lazima uwekeze sana kwenye elimu ili mtu ajue kwanza, mimi mwenyewe afya yangu ni mtaji wangu. Kabla ya mwajiri hata kujua, lazima wewe mwenyewe ujue kabisa kwamba mimi mwenyewe nikipata athari ni kwangu mimi na familia yangu na ndugu zangu, lakini nahitaji kujilinda ili niendelee kuwepo katika kufanya ile kazi.